Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe sana. Ninamshukuru Mungu kupata nafasi tena leo, siku ya 10 tangu tuanze mwezi huu wa 11. Mungu ni mwema, tunaendelea kumtukuza Mungu katika mwaka huu wa 2025. Tunaendelea kujifunza neno la Mungu, leo ikiwa ni siku yetu ya pili ya somo letu, na jana tulianza kujifunza mambo makubwa ambayo Bwana Yesu ameyafanya kwa kazi ya msalaba, na tuliongozwa na mstari unaotoka katika Wakolosai sura ya 1 mstari wa 13. Neno la Mungu linasema, naye Yesu alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Katika mstari huu tuliona kuna mambo makubwa matatu. Kuna mambo makubwa matatu au sehemu tatu za kazi ya ukombozi wa mwanadamu katika Agano Jipya. Tunaona Bwana Yesu kwanza alituokoa kutoka katika ufalme wa giza. Alipotuokoa huko, Biblia inatupa hatua ya pili kwamba akatuhamisha. Na alipotuhamisha hakutuacha hapo, akahakikisha kwamba ametuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Kwa hiyo tunaona ukombozi wa mwanadamu katika mstari huu unaelezwa katika sura hizo tatu. Kwanza, kuokolewa kutoka kwa adui Shetani, kwenye nguvu ya dhambi, tamaa, mfalme wa anga hili, nguvu za giza, tamaa ya macho, tamaa ya mwili, kiburi cha uzima. Tukaokolewa kutoka huko, tukahamishwa, tukaingizwa katika ufalme. Tumetolewa kwenye ufalme wa giza. Bwana Yesu kwa nguvu kubwa akatuhamishia katika ufalme wa nuru. Hiyo ndio kazi ya Yesu. Tunaposema Yesu anaokoa, hiyo ndio kazi ya Yesu. Na kuokoka maana yake ni kutolewa katika ufalme wa giza na kuhamishiwa, kuingizwa katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Na ukihamishiwa huku katika ufalme wa mwana wa pendo lake, ndipo pale neno la Mungu linasema hata ikiwa mtu akiwa ndani ya Kristo anakuwa kiumbe kipya. Tunakuwa kiumbe kipya huku tulikohamishiwa katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Tunazaliwa mara ya pili huku tulikohamishiwa katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Tunazaliwa mara ya pili huku, tunahesabiwa haki bure huku, tunaokolewa huku, tunakombolewa huku. Kutoka kwenye ufalme wa giza tumeingizwa katika ufalme wa mwana wa pendo lake, na huku tulikookolewa ambako kuna maisha mapya. Kuna tafsiri kwamba Ukristo au wokovu ni mabadiliko. Mtu anayeokoka, anayempokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, jambo kubwa linaloonekana ni mabadiliko ya maisha aliyokuwa anaishi zamani na anayoishi sasa. Ndiyo maana mstari unasema hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo, huku amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita. Maana yake ya kale ni huku kwenye giza, yamepita, na sasa anaishi maisha mapya. Kwa hiyo wokovu ni mabadiliko. Ukristo sio dini. Ukristo ni maisha ya kumwamini Yesu, ambaye ukimwamini lazima mabadiliko yatokee. Mabadiliko ya tabia, mawazo, fikra, mipango, maisha. Unaishi maisha matakatifu ya kumpendeza Mungu. Unaishi maisha matakatifu ya kumjua Mungu. Huo ndio wokovu, na huo ndio Ukristo unaosemwa na Biblia. Sasa Bwana Yesu amefanya kazi mkubwa ya ukombozi, lakini hii kazi ya ukombozi katika hatua hizi tatu inaakisiwa kabisa na hatua ya ukombozi wa taifa la Israeli kutoka Misri kwenda Kanaani. Napo hapa tunapaona katika njia tatu hizo hizo, katika maeneo matatu hayo hayo. Kwanza, walikuwa utumwani Misri. Misri inawakilisha kama
dunia yenye uovu ya adui shetani, mateso. Musa akawahamisha katika mateso na utumwa wa jinsi ya kimwili, akawahamisha. Katika mchakato wa kuhamisha, Biblia inatueleza walisafiri kwa miaka 40. Ingawa kulikuwa na njia fupi, lakini walisafiri kwa miaka 40, njia ya mzunguko. Wakaingia Kanani. Inafanana kabisa. Mfanano huu wa Agano la Kale na Agano Jipya, kwa mambo yanayoelezewa katika Agano Jipya na moja kwa moja yana aksi na kutekelezwa katika Agano Jipya. Haya mambo kwa jina la kitaalamu yanaitwa typology. 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 Typology ni picha au tukio la mfano ambalo lilitokea katika Agano la Kale, lakini baada ya hapo linaakisiwa tena katika Agano Jipya, vile vile kama lilivyokuwa limetokea katika Agano la Kale. Kwa mfano, hapa tunaona typology imetokea wakati ukombozi wa kimwili wa Israeli. Walitolewa utumwani, hatua ya kwanza, wakawa njiani wanapohamishwa kwenda Kanani, wakasafiri kwa miaka 40 na wakaingia Kanani. Utekelezaji wake tunauona katika Wakolosai sasa, sura ya 1 mstari wa 13, kwamba naye Yesu alituokoa kutoka katika nguvu za giza, ambayo inafanana kabisa na Misri, wakatuhamisha. Ni hatua inayotuonyesha kwamba wakati wana Israeli wanahamishwa kutoka Misri kwenda Kanani, walitumia miaka 40, wakahamishwa, wakaingizwa katika ufalme wa mwana wa pendo lake, wakaingia Kanani, na sisi tunaingia katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Mifano hii inayofanana, mlinganisho huu wa Agano la Kale na ukatokea vile vile katika Agano Jipya, ndio tunaita typology. Na typology kama mfano au tukio la kihistoria linaloelezwa katika Agano Jipya la Kale na kutokea Agano Jipya, chini yake typology kuna maneno mawili tena. Kuna type na kuna neno lingine linaloitwa antitype. Sasa antipology ya Biblia ina hayo maneno mawili. Type ni lile tukio la kihistoria la awali katika Agano la Kale, hiyo ndio type. Likitokea na kutekelezwa katika Agano Jipya linaitwa antitype. Kwa mfano, Ibrahimu, ziko antitype nyingi sana zinazomhusu Yesu. Ndio maana tunasema kwamba Yesu ni Bwana, kwa sababu Biblia yote yenye vitabu 66 inamueleza Yesu kwa namna katika Agano la Kale na kwa namna anavyotokea katika Agano Jipya. Tunamuona type katika Agano la Kale, tunamuona antitype katika Agano Jipya. Kwa mfano, Ibrahimu alipomtoa mwana wake wa pekee kama sadaka, Isaka, hiyo ni type katika antitype ya katika typology ya Biblia. Type ni Ibrahimu anamtoa mwana wake wa pekee. Kwenye antitype Agano Jipya tunaona Mungu anamtoa mwana wake wa pekee Yesu Kristo kuwa sadaka kwa ajili yetu. Mifano hii inayoanzia Agano Jipya ikajitokeza kukamilishwa katika Agano Jipya, hii ndio inaitwa typology. Na ziko nyingi sana. Hizi typology zinaonyesha jinsi Yesu kwamba ndiye main character katika vitabu 66 vya Biblia. Yesu ndiye main character, ndiye mhusika mkuu anayetajwa. Mfano mwingine, Adam ni type katika typology ya Biblia. Adam katika bustani ya Edeni, yeye ni type, ni tukio la awali katika Agano la Kale. Lakini katika antitype katika Agano Jipya,
Yesu ni Adamu wa pili.